chenyewe wamesema kuelekea katika mechi yao tarehe 23 dhidi ya Petro Atletico pale katika dimba la Benjamin Mkapa, watawakosa wachezaji wao wawili, kwa maana ya Musa Pinpin Kamara ambaye amefanyiwa upasuaji leo, sambamba na Abdurazak Hamza ambaye pia anafanyiwa matibabu. Lakini pia wametangaza urejeo wa nyota wao Mohamed Bajaber ambaye alisajiliwa katika dirisha kuu kutoka polisi ya pale Kenya. Pengine mikakati ya kwenda kuvaana na Petro Atletico katika mechi ya kwanza ya hatua ya makundi kwa upande wa Simba imekaje? Ahmed Ali, meneja habari na mawasiliano kikosi hiko, akiweza kuelezea kile ambacho mnyama Simba anakifanya hivi sasa kuelekea weekend. Mlango Musa Pinpin Kamara ambaye ameondoka jana, amekwenda Morocco kwa ajili ya matibabu, na kesho Mwenyezi Mungu akijalia ndiyo siku yake ya kufanyiwa upasuaji, na baada ya kufanyiwa upasuaji atakaa nje kwa takriban wiki 10 mpaka 8, kwa maana miezi miwili fulani hivi atakosekana kwenye kuitumikia Simba Sports Club. Lakini tutaendelea vile vile kuikosa huduma ya beki wetu Abdurazak Hamza ambaye bado anaendelea na matibabu, na yeye vile vile wiki hii yuko mbioni kuelekea Morocco kwa ajili ya kwenda kufanyiwa vipimo zaidi ili tuweze kuona amefikia wapi katika matibabu yake. Lakini taarifa njema zaidi kwetu ni kwamba kiungo wetu mshambuliaji Mohamed Bajaber, yeye ameshapona kwa 100% na sasa yuko tayari kuanza kuitumikia Simba Sports Club. Ameshafanya mazoezi takriban wiki 2 na sasa ameanza kutengemaa kwa ajili ya kuitumikia klabu yetu. Na juzi kwenye mchezo wa kirafiki dhidi ya JKT Tanzania alipata nafasi ya kucheza na amecheza mwanzo kwa dakika 30 na baadaye mwalimu akampumzisha. Kwa hiyo kwa sasa ninawatangazia rasmi wana Simba ya kwamba Mohamed Bajaber yuko tayari kuanza kuitumikia Simba Sports Club. Ninafahamu wengi tulikuwa na hamu kubwa, wengi tulikuwa na mzuka wa kutosha wa kumuona Mohamed Bajaber, na mimi niwaambie wana Simba ya kwamba Bajaber yuko tayari kuanza kuonesha makali yake, kutokana na kwamba tunawahitaji sana mashabiki katika mchezo huu. Ni mchezo wa kufungua pazia ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mchezo muhimu kweli kweli ambao tunatakiwa kuanza vizuri kampeni yetu, tukachukue alama 3. Kilichoamriwa ni kwamba mechi hii itakuwa ni bure. Kama mtaki bure, tutangaze viingilio. Haya ni Ahmed Ali, huyo meneja wa habari na mawasiliano kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, akiweza kuelezea mipango mikakati ya namna ya maandalizi ya kuelekea mechi yao ya Novemba 23 dhidi ya kikosi cha Petro Atletico kutokea pale nchini Angola. Mashabiki wa Simba bwana wamegoma bure. Kwani anayetaka bure nani? Kwani bure sinakuwa poga hapa nchini Tanzania. Ila mashabiki wa Simba wamegoma bure. Mechi za mwisho za kuania kufuzu group stage ambazo zilipigwa hapa Tanzania, tulishuhudia kuona Singida Black Stars wakiwaingiza mashabiki wao bure.
Young Africans nao walienda bure, Azam FC nao ilikuwa bure, na Simba wakataka kuapply mechi ya tarehe 23 dhidi ya Petro Atletico waingizwe bure, lakini mashabiki wamegoma kuingizwa bure. Wanataka kulipia. Walipie kweli basi uwanja ujae. So waime tu tutaki afu magepo ya mengi. Kwanza tuwasikilize mashabiki wa Simba kule live YouTube ambao wanaifuatilia Kipenga. Ni kweli hawataki bure? Tuweze kujua, au kuna watu wachache ambao walikuwa kwenye hamasa wamewakwamisha wenzao mchongo wa kwenda kuishuhudia Petro Atletico bure. So naimba tu kwa sifa tutaki afu kumbe tununue. Wanunue kweli. Kama hajiwezi sawa. Mambo yawe hivyo. Na amezungumza hapo kuhusiana na urejeo wa Mohamed Bajaber, lakini pia kuwakosa watu wawili katika eneo la ulinzi ambaye ni Musa Pinpin Kamara sambamba na mlinzi wa kati Abdurazak Hamza. Athari zitakuwaje kwenye eneo la ulinzi kwa kosa hao nyota wawili katika hatua hiyo muhimu na mechi nyumbani ambapo mashabiki na plani za timu zinataka kuvuna alama 3? Mohamed Abdurazak Hamza tangu msimu umeanza amekosekana. Sababu mechi yake ya kwanza mashindano dakika chache sana kaumia, ile mechi ya dabi ambayo mechi ya Ngao Jamii. Baada ya pale hajarejea tena uwanjani hadi leo. Na nikiangalia nafasi yake kwa maana eneo la ulinzi, wale mabeki wakati ambao wapo kwa muda huu wanafanya vizuri. Wilson Nangu amechukua nafasi hivi sasa mbele ya Chemu baada ya ujio wa mwalimu Dimitri Pantev. Na sio tu kuchukua nafasi bali pia nimeona ni beki ambaye ana uwezo mkubwa wa kuwasilisha vizuri idea ya mwalimu kiwanjani kuliko hata Chembo, kwa sababu kimeona Zema hivyo anamtumia Wilson Nangu hivi sasa. Ni Zia Jumamosi hapo Simba wakiwa wanaenda mashambulizi namba 6 kidrop katikati yao wale mabeki wa kati Lushin pamoja na Nangu. Wale mabeki wa pembeni huwa wanaongezeka wakati timu inatengeza mashambulizi, na kuna muda wao ndio wanatumika kama fullback, wakati fullback anatumika kama wing, wanasogea sana kule mbele. Na hii yote ili uweze kuifanya lazima uwe na ufundi mguuni, kitu ambacho Wilson Nangu ameonekana anaweza kufanya. Anaweza kumpunguza beki mmoja, lakini usahihi wa pasi ambazo zipiga kivuka mstari katikati, lakini pia ukiacha hilo position, kasi, yani kwa sababu kuna zile moment za transition, mlikuwa mnamiliki mpira ghafla mmepokonya mnashambulia kwenye counter attack, namna gani ambavyo wanakuwa na uwezo wa kusprint kwa haraka kurudi kwenye nafasi. Wilson Nangu mbona anafanya hivyo pia kwa Rushin Deria kwa upande wa kulia, naye pia ana uwezo mzuri wa kuasisi idea ya mwalimu kiwanjani. Abdurazak Hamza angekuepo maybe angeweza, lakini kwa Chemu Nangu kwa namna ambavyo mwalimu anataka Simba icheze hivi sasa, kwa namna ambavyo anatumia wale mabeki wa katikati, naona Nangu kabisa amechukua nafasi na anaitendea haki. Kwa hapo mimi sioni kama kutakuwa kuna pengo. Eneo la goalkeeper kwa Musa Pinpin Kamara, pale cha kujadili kipo. Pinpin Kamara msimu uliopita, licha kwamba kuna baadhi ya mechi zilikuwa na makosa yake machache, sasa kwenye kufunga na mabao ya mbali na nyingi zilikuwa ni michezo ya ligi kuu, lakini alikuwa na mchango mkubwa sana kwa Simba. Hata ile safari yao ya kwenda finali ya kombe la shirikisho, yeye mechi na Tripoli ndo ndo aliamua, kwa sababu kuna save moja alifanya wakati huo matokeo ni 2-1 ilikuwa ya Mabururu ile. Endapo Tripoli ingesawazisha tu bali ilikuwa ni 2-2, maana yale matokeo yalikuwa na faida kwa Tripoli. So mechi ya ugenini ilikuwa ni bila hapa kwenye Mkapa ingekuwa 2-2 kwa faida bora ugenini, haya Tripoli ingesogea. Lakini baada ya kufanya ile save iliyoalisha Simba mchezoni wakapata bao la 3, mechi ndio imeisha. Kwa amekuwa na hiyo naweza kusema mchango mkubwa sana kwenye mafanikio ya Simba msimu uliopita kwenye michuano ya kimataifa. Nusu finali ya kwanza anaipata kombe la shirikisho, bwana akachukua pende za kutosha kwenye Mkapa. Kwa ni goalkeeper ambaye ametengeneza huo umuhimu kwa kiasi kikubwa. Na ndio maana hivi sasa ambacho kinaendelea, watu wamekuwa na hofu na ambacho anakifanya Yakub. Mimi nikimwangalia Yakub, ambacho kinaonekana kuwa ni hofu kwa mashabiki wengi wa Simba, naona bado kipo ndani ya uwezo wa mwalimu kuweza kuicontrol. Shida ya Yakub ambayo inaonekana ni issue ya footwork. Na uwezo wa kucheza kwa miguu wakati mwingine inakuwa ni uwezo wako ndio umeishia hapo.
mwalimu unaweza una nafasi ya kuweza kurescue tatizo. Footwork, like ukishana na footwork pia kwenye mecha juzi Taifa Stars tumeona namna ambayo pia amepanga ukuta wake. Kuna namna kulikuwa aliacha gap kubwa ambalo limesababisha kuconcede katika mchezo ule ambao ulichezwa hapo juzi. Yale mengine hata kwa Yakubu ilikuwa ni akafanya ile goli la foul wakati mfungaji anaenda kufunga. Kulikuwa na mtu anamfanyia marking, kamsindikiza paka akaenda kufunga. Kwa hiyo hata issue ya Yakubu. Ilikuwa Dickson Job of course. Kwa hiyo kuna issues nyingi ambazo yani pale Yakubu goli moja ndio kahusika. Lile ambalo ilikuwa ni mpira wa kuosha ambao aliumenya akapiga chini. Na ile issue hata kama unafuta wiki huwa zinatokea kwa mchezaji yoyote. Lakini kwa sababu huyu ana matatizo yake ndio watu wameamua kuishi nayo hiyo, lakini goalkeeper yoyote hata ambaye anafuta wiki kuna muda huwa inatokea. Sasa kuna issue ya footwork kwamba huyu goalkeeper si mchezaji hawezi kucheza kwa miguu kwa sababu hakuna mahali ambapo Yakubu analaumiwa kwamba huyu sio shot stopper mzuri. Yaani unajua jukumu mama la goalkeeper la kusave. Hakuna sema mbona analaumiwa. Hakuna mtu analaumu. Na hata ile mechi yenyewe ukirejea tena kuna save nyingi kazifanya wakati ule ambapo Kuwait walikuwa wanatushambulia. Inawezekana ungesukoma bao mengi zaidi ya 4. Kwa jukumu mama la goalkeeper huyu anafanya vizuri. Sasa mwalimu ushajua goalkeeper wangu ana shida kama hii ambayo maybe ukimrudishia mpira wakati kwenye pressure anaweza kufanya makosa ambayo kagharimu timu. Unabadilisha tu. Yaani wale madefender ambao wanacheza na huyu goalkeeper ikitokea yupo kwenye pressure usimpe mpira, lakini muda ambao mnaanza build up baby labda mpinzani akufanyia pressing sana kwa wakati umeweza mkafanya. Kwa hiyo ni jambo ambalo mimi naona kwa wakati huo mabadilisha limefungwa na goalkeeper wanaye wanaweza wakaishi nalo. Na hawa Simba ujezi kaeza footwork zinakuja saa hizi, lakini Simba ameishi na Ishimanula kwa misimu mingapi? Je, footwork ya Ishimanula ilikuwaje? Yaani uwezo wa Ishimanula kucheza kwa miguu ilikuwaje? Na wakati goalkeeper ni Ishimanula kwenye benchi la Simba ulipo na mbili alikuwa ni Beno Kakoranya. Leo mtu aniambie uwezo wa Beno Kakoranya kucheza kwa miguu ilikuwaje? Goalkeeper namba 3 kuna muda alikuwa ni Alisalim. Uwezo wake kucheza kwa miguu ilikuwaje? Lakini msimu yote siweza kudominate. Kwa nini? Makocha ambao walikuwepo walijua namna ya kuishi na hao goalkeeper. Kipindi ambacho Simba inasifika kwamba inacheza mpira wa pasi nyingi, wanafanya build up kutoka nyuma, goalkeeper alikuwa ni yeye Aishi msaidizi wake ni Beno. Wote hao ukiwaangalia sio wazuri wa kucheza kwa miguu. Lakini kwa nini walifanikia? Ni kwa sababu walimu ambao walikuwepo alishajua uzoefu wa huyu ni hiki. Tunafanya nini sasa kuweza kurescue tatizo.